Nikana twampenda aliyekufa. Yaani wampenda, unempenda kuliko mtume alivyokuwa akimpenda Khadija. Wampenda unempenda kuliko mtume alivyokuwa akimpenda Ibrahim. Mpaka alipokufa mtume alisema innal aina la tazma'u wa innal qalba la yahzanu wa la naqulu illa ma yarda rabbuna. Katika riwaya ma yurdi rabba wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sema hivi na akaonekana kabisa mtume akitoka machozi. Sasa hivi sasa alafu mwenye kusema kwamba eti ni kwa sababu ya huruma. Mtume alikuwa hana huruma. Ana huruma. Kwa sababu kuna kaida yasema kullu ibadatin qama al-muqtadi li fi'liha fi ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa intafa al-mani min fi'lihi thumma lam yaf'alhu huwa wala ahad min ashabihi fa fi'luhu ba'da mautihi bid'atun wa dalalah. Kila ibada ambayo sababu ya kufanywa hiyo ibada ilipatikana zama za mtume na hakukuwa na kizuizi na mtume hakufanya, atakayefanya baada ya mtume ni uzushi. Mfano, ukiadhini kwenye swala ya Idi, tazingatia vitu hivyo viwili, kisha tutakupa hukumu hapo hapo. Sababu ya kuadhini ni nini? Ni wito. Sababu kuita watu ilipatikana zama za mtume, kupatikana ilipatikana kwa sababu pia ilikuwa yahitajika watu waitwe. Jambo la pili, kulikuwa na kizuizi kilichomfanya mtume asiadhini baada ya kufa kikaondoka, ambacho kimekuruhusu wewe ufanye ambalo mtume lilikuwa lashindikana kufanyikana katika zama zake. Ikiwa hakukuwa na kizuizi, basi wewe umezusha. Mtume hakufanya na hakukuwa na kizuizi, sababu ilikuwepo, wewe ukafanya, hiyo ni bid'a. Hata kama una kilemba kikubwa kiasi gani, ni bid'a. Hii ni bid'a, na mifano ya kuhusu hivi hapo mengi sana. Dua baada ya swala kwa sababu tumtaja Allah. Mwamtaja Allah. Mtume alikuwa hamtaja Allah. Hamtaja Allah, alikuwa amtaja. Sababu iliyofanya kwamba maswahaba na mtume wakusanyike kama mnavyokusanyika ilikuwepo au haikuwepo sababu? Nyinyi mwasema kwamba mkusanyiko kwa sababu eti yadullahi ma'al jamaa. Hii hadithi ya leo ngani mtume yadullahi ma'al jamaa ndio aijua kuliko unavyojua wewe. Kwa hiyo kama ingelikuwa kuifanyia kazi hadithi ya Abdullah ma'al jamaa ni kutia dua pamoja baada ya swala, basi mtume ingelifanya, sababu yeye ndiye aliongea haya maneno. Kwa hiyo kuna mambo mbalimbali na kanuni na dhawabitu zinazoonesha juu ya nini, ya uzushi wa baadhi ya watu. Man shaka fi salatihi, atakatilia shaka katika swala yake, falyasjude sajdataini ba'dama yusallimu, na sujudu sijida mbili baada ya yeye kutoa salamu. Sahahu ibn Khuzaimah. Wa anil Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu, na kutoka kwa al-Mughira ibn Shu'bah Allah mridhie, qala amesema idha shakka ahadukum faqama fi rak'atayn fastatamma qa'iman falyamdi, atakapotilia shaka mmoja wenu kisha akasimama kwenye ile raka ya pili akakamilisha ile raka, kwa maana mpaka akasimama, sio katikati pale, kwa sababu kuna vile waenda hata mgongo haujanyooka, lakini wewe ushafika mpaka kwenye hali ya kwamba umesimama, falyamdi, basi naendelee. Umesimama tayari, mkafilisha kwamba umeacha tahiyatu wa masjidi acha, umesimama, endelea. Lakini waliyasjud sajdataini, na nina sujudu sijida mbili. Fa illam yastatimma qa'iman falyajlis, kama atakuwa hakukamilishika yeye hali ya kuwa kasimama na akali, waenda vile kukuta kama ndio umepinda mgongo hivi, kuna kitu nimeacha, rudi. Ukishakaa tu pap, basi hapana, usirudi tena. Wala sahau alayhi, na itakuwa hakuna kusahau juu yake yeye, hakuna kusahau juu yake yeye mtu huyo. Rawahu Abu Daud wa Ibn Majah wa Daraqutni wal lafdhu lahu bi sanadin dha'if, sanad yake dha'if. Wa an Umar radiyallahu anhu, na kutoka kwa Umar Allah mridhie, ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, qala amesema laysa ala man khalfa al-imami sahwun, hakuna juu ya wale ambao wapo nyuma ya imamu kusahau. Fa in sahal imamu fa alayhi wa ala man khalfahu, akisahau imamu sasa itakuwa ile kusahau kwake imamu juu yake na itakuwa juu ya wale nyuma yake. Hii ina maana gani? Hadithi rawahu al-Bazzar al-Bayhaqi bi sanadin dha'ifin, pamoja na kwamba sanadi yake ni dhaifu, lakini maana ni sahihi. Maana sahihi kwamba wewe unaweza kusala ukaja ukashangaa,
lakini si tahiyatu huko. Muda wa kuwa ni maamuma usijitie sogoro kuleta sijida ya kusahau. Usema maamuma kama ni imamu au unasali peke yako sawa, lakini kama ni maamuma basi usilete sijida tusahawi hii kabisa. Ndio maana akasema hivi fa insaha al-imamu fa alayhi ay fa ala al-imam wa ala man khalfahu, akisahau yeye so fa insaha al-ma'mum fa alayhi wa ala al-imam. La, sio hivyo. Wa an Thawban radiyallahu anhu, Thawban Allah mridhie, ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qala, kwamba yeye amesema likulli sahwin sajidatani ba'da ma yusallimu, kila kusahau kuna sijida mbili baada ya mtu yeye kutoa nini, salamu. Rawahu Abu Daud wa Ibn Majah bi sanadin dha'ifin. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadna ma'a Rasulillah sallam, hapo tumetoa kwenye sijida tusahau, tunakuja kwenye sijida gani? At-tilawa. At-tilawa inakuja ni sajida tu-tilawa. Tulisujudu pamoja na Mtume sallam fi idha samaa unshaqqat. Kuna aya hiyo kwenye idha samaa unshaqqat. Aya gani ambayo ni ya nini? Ni ya kusujudu kwenye idha samaa unshaqqat. Wa idha quri'a alayhim alquran la yasjudun. Naam. Wa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Aya ya kusujudu kwenye suratul alaq, mwisho wa ile sura. Rawahu Muslimun. Na yote tuliyaona haya. Wa Ibn Abbas kwenye At-Tibyan, wa Ibn Abbas na naam, kwa swali ambalo pia lilikuwa na umuhimu kwenye kuelezewa na nimesahau kwenye kusujudu ile sijida ya kisomo. Kuna hali tatu, hali ya kisomo, hali tatu. Hali ya mwanzo ni kuenda na Allahu Akbar na kurudi na Allahu Akbar, ukatoa nini sauti. Na hali ya pili ni kuenda kwa Allahu Akbar ukarudi pasi na Allahu Akbar. Hali ya tatu kimya. Kwa hiyo kusujudu vile ukiendelea na kisomo, maamuma ndio atasimama. Hali ngapi hizo? Tatu. Unaenda kwa sauti, unarudi na sauti. Unaenda na sauti, unarudi kimya. Unaenda kimya, unarudi kimya. Hali tatu hivyo. Kimya kwa dunia sauti. Huo wajibu mimi sijapata kuona huo wajibu. Kwa kama kuna kwa hiyo unaweza ukaona hivyo, kwa sababu si jambo la kuliongelea, kwa sababu la dini. Majambo hulifahamu, mimi hilo jambo silifahamu. Bado kuna wajibu huo sijauona yani. Na sisemi kwamba hakuna, kwa sababu elimu ni pana, lakini sijauona huo wajibu. Isipokuwa tu kuna kaifiyati ambazo zimeelezewa, na hizo ambazo nimezitaja ndio ambazo nimeziona na ushahidi nazo ambazo nimezitaja hizo. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, na kutoka Abdullah ibn Abbas na Allah amridhia amesema, qala Saad, ile laysat min azaimi sujud, si katika zile aya zilizotiliwa mkazo kwenye kunini, kusujudiwa. Al-azaim jam'u azima wal muradu bihi al-amru al-muakkad, jambo lililotiliwa mkazo, kwa maana sio katika vile vilivotiliwa mkazo katika zile aya za kusujudu. Na sehemu yenyewe wapi? Aya nyuma yake, faghfarna lahu dhalika, aya nyuma yake hiyo, ndio ndani ya mbele, hasa nyuma yake. قال قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه. neno hilo kharra raki'an wa anab, hapa kwa kauli ya kusujudu sehemu hii, kwa kauli ya kusujudu, lakini sasa sio katika azaimu sujud kama tulivyoona kwenye Tibyan. Faqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, na hakika nilimuona Mtume sallam akisujudu kwenye hiyo sura hiyo, sura tusali kwenye hiyo aya. Rawahu al-Bukhari.
wa anhu, na kutoka kwake Abu Abdullah ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sajada bin najmi, Mtume sallam alisujudu kwenye sura gani? Wa najmi, fasujudu lillahi wa'budu pale. Rawahu al-Bukhari. Na kuna maelezo ya ulama kwenye haya na matamko tofauti, lakini kwenye upande wa istifada zinazopatikana katika hizi hadithi hapa ni kuonesha kwamba hili jambo kwanza sio wajibu la mwanzo. Unaweza ukasoma aya ya kusujudu alafu usisujudu, na kwamba atakaposujudu alikuwa yupo katika swala kama imamu, maamuma hapo ni wajibu kusujudu, na asiposujudu hana swala. Imamu kasujudu hujasujudu, analeta wahabi huyo, ukaona umwache, huna swala. Haya kuleta wahabi waleta usufi na huna swala, huna swala, ndio hivyo. Ila jambo jingine, ukimsikia mtu anasoma na upo nje ya swala, yani wewe upo nje ya swala na anasoma aya ni kusujudu, kusujudu si makosa, bali jaiza, ni mustahabu. Na hizi ahwali zote hizi tuliziona kwenye tibiani, bali ilikuwa niulize. Lakini haya, wa an Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu, na kutoka kwa Zaid ibn Thabit, kwenda sahaba ambaye alifanya tukio gani kubwa katika matukio yanayofungamana na Qur'ani? Anafungamana na Qur'ani. Huyu ndiye aliandika na nini? Kuna zaidi ya mmoja kwenye tukio la nini, la kuandika wahi. Ndio msajawe basi kwenye tukio la kuandika wahi, ulikuwa sio mmoja, hapo wengi masahaba, lakini huyu na aliandika alikuwa katika miaka mingapi? 12 tu, lakini kwa malasa sisi miaka 12 ndio kwanza za gololi na pompo hapo ndio kwanza ya habari. Kwa nini hizo? Unajua sisi katika mambo ambayo yanatuathiri jamii ambayo tunakaa nayo, hii ina athari kwetu salatu, kwa sababu insanu ibnul bi'a, mwanadamu yeye ni mtu wa mazingira yanamwathiri yale. Ndio kukuta mfano, kuna baadhi ya watu kwa mfano wanakuishi Somalia, kuna baadhi ya mambo hawayajui kabisa, kwa sababu katika nchi yao hayapo, yani kama kiasi ambacho chaelezewe hicho kitu kwake, kwa hiyo duniani kuna watu wafanya hivi, kwa sababu hamna kwa wao haje kuliona, yani mazingira yako yashamwathiri kwamba hicho kitu hamna. Kama ilivyokuwa kwamba mazingira ya baadhi ya miji imewalea watoto kwamba nyinyi mcheze tu, kusoma umri upo, lakini kucheza husemi umri upo, kwa hiyo utakocheza baadaye, utacheza sasa hivi eti. Sasa mambo ambayo yana athari. Rawahu al-Bukhari. Qara'tu ala an-nabi sallam an-najma falam yasjud fiha, nilimsomea Mtume sallam suratul najm na wala hakusujudu kwenye sura hiyo. Isipokuwa Sheikh al-Basam anasema hivi, yadullu al-hadithu ala anna al-qari'a idha lam yasjud fa innahu la yasjudu al-mustami'u. Julisha hadithi kwamba msomaji asiposujudu, msikilizaji naye nini, hasujudu, lakini pale ambapo itakuwa mmekaa sehemu moja hivyo. Ama yule aswali, wewe upo nje ya swala, unaweza ukasujudu maeneo tofauti hivyo. Muttafaqun alayhi. Na maelezo ni ya Sheikh al-Bassam. Wa an Khalid ibn Ma'dan radiyallahu anhu fudilat suratul hajj bi sajdatayn, rawahu Abu Daud fil marasil. Imefadhilishwa suratu al-hajj kwa zile sijida mbili zilizotajwa ndani yake. Amepokea hii al-Imam Abu Daud katika al-marasil. Ipi na ipi? Ya mwanzo, alam tara anna Allah, ya pili mwisho wa sura. Hizo mbili ndio imefadhilishwa katika imefanya hii sura ikafadhilishwa. Lakini pia kadhalika Sheikh Fawzan anasema wala shaka anna al-Qur'ana yatafadalu, hakuna shaka kwamba Qur'ani yazidiana ubora Qur'ani, yani hivyo
kisha akasema wa anna ba'dahu afdalu min ba'd, kama baadhi yake ni bora kuliko nyingine. Hizo marefu lakini tuishie hapo, lakini ndio kwenye hilo. Rawahu Abu Daud fil marasil, katika zile hadithi ambazo ni mursal amepokea Imam Abu Daud. Warawahu Ahmad, na amepokea Imam Ahmad wa Tirmidhi mausulan, yeye kaipokea hali ya kuwa sio nini, sio kwamba kuna inqita katika sanadi au kuna rawi kaporomoshwa, yeye kaipokea hali ya kuwa ni mausul min hadithi Uqba ibn Amir, kutoka kwa hadithi ya sahaba Uqba ibn Amir. Wazada faman lam yasjud huma fala yaqra'aha, kwamba asisujudu kwenye sehemu hizo mbili hizo basi asisome hiyo sura. Zidisha hivyo. Wasanaduhu dhaifu, na sanadi yake nini? Dhaif. Hivyo kadhalika wa an Umar radhiyallahu anhu, kutoka Umar Allah amridhie, qala, amesema ya ayuha an-nas inma namurru bis-sujudi faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala ithma alayhi. Aonesha kwamba ile jambo si nini, sio la lazima, sio la wajibu. Ndio haikasisi tupita kwenye sehemu za kusujudu tukisoma, atakayesujudu kapatia, atakayeacha kusujudu hana nini, hana madhambi. Rawahu al-Bukhari. Wa fihi inna Allah ta'ala lam yafrid as-sujuda illa an nasha, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakufaradhisha sijida isipokuwa tutakapotaka. An nasha, isipokuwa tutakapotaka, si lazima, maana yake si jambo la wajibu. Wa huwa fil Muwatta, na hadithi ipo katika al-Muwatta. Kitabu cha nani? Al-Muwatta, al-Imam Malik. Naam, ahsanta. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma, na kutoka kwa Abdullah ibn Umar Allah amridhie, qala, amesema kana an-nabiy sallam yaqra'u alaina al-Qur'ana, aika mtume sallam alikuwa yeye mtume sallam akitusomea juu yetu Qur'ani, wakitusomea Qur'ani. Fa idha marra bisajda kabbara wa sajada ma'ahu, alikuwa akipita kwenye aya sijida, ilikuwa kinini, akileta Allahu akbar kwanza kusujudu, na huleta Allahu akbar, na kadhalika na sisi kusujudu pamoja naye hivyo. Naam, hakufaradhisha kusujudu isipokuwa tutakapotaka, lakini hakusujudu sijida tu gani hapa? Sajida tumadha atilawa. Hivyo rawahu Abu Daud bisanadin fihi linun, amepokea hilo al-Imam Abu Daud kwa sanadi ambayo ndani yake kuna nini, kuna layali, kwa maana fihi dha'f. Wa an Abi Bakra, kwa sababu Bakra ambaye ni Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi, anna an-nabiy sallam kana idha jahu amrun. Tunakuja kwenye sajida gani? Ashukuri. Sasa tumetoka kwenye nini? As-sahwi, at-tilawa na ashukuri. Ilikuwa mtume sallame litakapomjia yeye jambo ambalo yasurruhu, ambalo amfurahisha, kharra sajidan lillah, kuporomoka hali ya kuwa ni mwenye kusujudu kwa ajili ya Allah. Hapo rawahu al-khamsa illa an-Nasa'i, rawahu al-khamsa illa an-Nasa'i. Man hum al-khamsa? lidhalika rawahu al-arba'a, Ahmad wa man, Abu Daud wa man Ibn Majah. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Wa an Abdullah Abd al-Rahman ibn Auf, kwa Abdurrahman ibn Auf, na huyu ni katika mmoja wale ambao naam, ni mmoja kati ya masahaba waliofanya nini, waliobashiriwa pepo. Huyu qala, amesema huyu Abdurrahman ibn Auf, sajada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa atala sujuda thumma rafa'a ra'sahu fa qala, alisujudu mtume sallam akarefusha sujudu. Ile kusujudu aliporefusha kisha akasema, akanyanyua kichwa chake na akasema, inna jibrila atani fabasharani, hakika Jibril amenijia akanipa bishara njema. Fasajadtu lillahi shukran, nikasujudu kwa ajili ya Allah. Kwa nini? Kwa ajili kumshukuru. Rawahu Ahmad wa sahahahu al-Hakim. Hivyo kwa maana jambo la hata pia vile vile itakapokuja habari ya kuhusu jambo la mtihani ambalo limepita, pia kusujudu pia sunna, kama ilivyokuja kwamba ikija neema. Wa anil Bara ibn Azib
radiyallahu anhu kutoka sahaba al-Bara ibn Azib Allah mridhie anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hakika ya mtume sallallahu sallam ba'atha aliyan ila al-Yaman alimtumiliza Ali ibn Abi Talib kwenda Yaman fadhakara al-hadith kisha kanini akataja ile hadithi qala kisha akasema fakataba Ali radiyallahu anhu biislamihim akaandika Ali barua kumpelekea mtume ambaye elezea kuhusu kuslimu hao watu wa Yaman mtume falamma qara rasul sallam au rasulullah sallam alkitaba kharra sajidan pindi aliposoma mtume sallallahu alaihi wasallam ile barua ile aliporomoka hali ya kuwa kaslimu kwa maana kushukuru kwamba in-nusra ni fathu ya kule kuingia watu katika Uislamu idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja akasjudu naam rawahu al-Baihaqi wa asluhu fi al-Bukhari naam hapo kuna khilafu baina al-ulama akisujudu aseme nini hapo wale usema akasema yale anayosema kwenye swala yale na hapo wale usema akasema zile adhi ambazo zimekuja kusujada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin wale sema akasema hivi alhasil kwamba al-amru wasi jambo ni pana kwenye hilo babu salati at-tatawwu babu salati at-tatawwu mlango unaelezea sala ya nini ya tatawwu ya sunna wa an Rabi'ah ibn Ka'b al-Aslami salamu wa siya faradhi hizo kutoka Rabi'ah ibn Ka'b al-Aslami qala amesema qala lin-nabiy sallam alisema kuniambia mimi mtume sallam sal omba na katika mambo ambayo yanaonyesha ulul himma ni hadithi mtu kuwa asitake mambo ya duni inna allaha yuhibbu maali al-umuri wa yakrahu safsafaha Allah apenda mambo ya juu alafu achukie mambo ya duni na haina maana ndio ujikweze lakini kwamba vile ukiwa na hata fikra kwenye kusoma bwana sema kwamba mimi nikishajua kuswali tu yatosha bwana mkuu ana lengo la kufika mbali kullu man sara ala darbi wasal useme kwamba eti basi mimi bwana nikijua kuswali tu yatosha sio hivyo alipoambiwa Rabi'ah ibn Ka'b al-Aslami omba fakultu asema nikasema as'aluka murafaqataka fil janna na kuomba kusuhubiana na wewe peponi naomba niwe rafiki yako peponi sawa usijoka kama ule bedui aliambiwa na mtume omba akasema naomba ngamia bwana mtume omba basi masahaba wanasema faraqibnahu faqulna sayasalu aljanna sisi nikato kamchunga tukasema huyu ataomba pepo huyu kisha akaambiwa tena na mtume omba akasema naomba na mbuzi kisha akaambiwa omba naomba nini naomba unipe nini wale kile sogi ile ambao wanaika juu ya yule ngamia nikipanda pale mtakatifu kukalia Mwana mtume akasema hivi kam baina mas'alati al-a'rabi wa baina mas'alati ajuzi bani Israil yani kuna masafa mangapi baina ya alichokiomba huyu bedui na aliyoyaomba yule bibikizia bani Israil kisha akaelezea Musa alipoamrishwa ahame ile hadithi na riwaya takriban 4 matamko tofauti alipoamrishwa ahame washatoka ile alfajiri ile sababu toka alfajiri ile siku ambayo aliangamiza Farao sasa wanatoka vile punde kukatokea kiza kulipotokea kiza wakasema wale wakubwa wale wanachuoni wa Banu Israeli wakasema hivi Yusuf aliandika wasia kwamba atakapokuja nabii baada yake yeye achukue mwili wake autoe katika mji wa Misri hivyo sasa basi Musa akasema hivi mwili wapatikana wapi kwa sababu mwili wake bado unapatikana kwa sababu kama alivyosema mtume inna allaha harrama ala al-ardi an ta'kula lahma al-anbiya au luhum al-anbiya au kama qala sallam kwamba Allah ka haramisha kwa ardhi kula nyama za manabii hawaozi wale sasa akataka ule mwili atoke akauhamishe yani usikae Misri uhame sasa basi wakauliziwa na Musa anayejua mwili wake ulipo nani wakasema kwamba hakuna anayejua isipokuwa bibi kizee wakamfuata
Walipomfuata kule, Musa akamwambia dullaina ala qabri Yusuf, hebu tujulishe kaburi la Yusuf liko wapi. Akasema la wallah hatta tu'tiyani ma as'alu, mpaka mnipe ninachokiomba ndio nitawajulisha. Tena hapo waliposema hivyo, baada ya hapo akaona isiwe shida, ngoja tumruhusu aombe anachokitaka. Akaomba awe daraja za juu peponi na Musa bibi. Akaomba hivyo bibi huyo. Sasa yule kule naye kaomba ngamia. Si ukifuata muache ngamia. Kwa hiyo kwamba haya yanaonyesha kwamba mtu anatakiwa awe na nini? Ulul himma. Ndio maana Mtume akasema, yani umbali ulioje baina alichokiomba huyu bedui na alichoomba yule bibi kizia bwana Israeli. Aliomba peponi mpaka Musa akawa anamwambia omba tu pepo. La, sitaki pepo, nataka juu ya pepo. Sasa kama nataka pepo tu, la, nataka ni yani fi a'la al-maratib fil janna, niwe katika daraja za juu peponi. Ndio hivyo, omba au pekeni. Ndio hivyo, ushaambiwa na mimi na mtu, mfano hata wewe pesa kwamba na mtu kwamba una shida gani, ukasema ni bwana shida yangu ni kwamba nikiwa chuo kule nakaa na njaa, nataka hela ya chai tu. Wewe unataka fimbo yaani wakumbuka hela ya chai tu, wakumbuka hela ya chai tu, itakuwa mtihani. Au pengine yani kuna shida hapo pengine una laki 7 wadaiwa zaada, alafu kumbuka hela ya chai tu, unataka fimbo. Faqultu faqala aw ghaira dhalika, akasema Mtume, je, kuna jingine la kuomba zaidi ya hilo? Faqultu huwa dhaka, mimi nikasema ni hilo. Qala, Mtume akasema fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, basi nisaidie mimi juu ya nafsi yako, juu ya wingi wa kusujudu. Nisaidie mimi kwenye kile nitakachokuombea ili kiwe sawa, kusujudu sana wewe. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma, rawahu Muslim hadithi hiyo. Na kutoka Abdullah ibn Umar Allah amridhie, qala, amesema hafidhtu min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 10 rak'at, nilihifadhi kutoka kwa Mtume sallallahu rak'a 10, rak'atayn qabla adh-dhuhri, rak'a 2 kabla ya dhuhuri, wa rak'atayn ba'daha, na rak'a 2 baada ya hiyo dhuhuri, wa rak'atayn ba'da al-maghribi fi baytihi, na rak'a 2 baada ya maghribi nyumbani kwake alikuwa akiziswali hizo, wa rak'atayn ba'da al-isha'i fi baytihi, na rak'a 2 baada ya isha katika nyumba yake, wa rak'atayn qabla as-subh, ndio rak'a 2 kabla ya nini? Asubuhi. Hizi ni swala za nini? Ta sunna, muttafaqun alayhi. Wa fi riwaya lahuma ay al-Bukhari wa Muslim, wa rak'atayn ba'da al-jum'ati fi baytihi, na rak'a 2 baada ya Ijumaa nyumbani kwake. Wa li Muslimin kana idha tala'a al-fajr la yusalli illa rak'atayn khafifatayn, za sunna hizo zote hizo. Ilikuwa itakapochomoza alfajiri, ana Imam Muslim yeye kwenye riwaya yake ana tamko hili kwamba ilikuwa itakapochomoza alfajiri ilikuwa hasali Mtume isipokuwa rak'a 2 tena fupi. Wa ana Aisha radhiyallahu anha, na kutoka kwa Aisha Allah mridhie, anna nabiy sallam, kwamba kwa Mtume sallam kana la yada'u 4 qabla adh-dhuhri wa rak'atayn qabla al-ghada, ilikuwa haachi rak'a 4 kabla ya dhuhuri na rak'a 2 kabla ya salatu al-fajr. Kwa hizo haziachi, kwa maana sala za sunna ambazo ni muakkada. Rawahu al-Bukhari. Wa anha radhiyallahu anha, na kutoka kwake nani? Kutoka kwake Aisha Allah mridhie, qalat, amesema lam yakun an-nabiy sallam ala shay'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr. Mtume hakuwa kwenye kitu chochote katika swala za sunna ambayo alikuwa yeye akizipatiliza sana zaidi alipokuwa akizipatiliza rak'a 2 za alfajiri, zile kabla ambazo kasema yeye mwenye rak'at alfajiri khairun min ad-dunya wa ma fiha, muttafaqun alayhi. Wa li Muslimin rak'at alfajiri khairun min ad-dunya wa ma fiha, kwa rak'a 2 za alfajiri zile ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Wa an ummi Habiba ummi almu'minin radhiyallahu anha qalat, kutoka ummu Habiba ambaye ni mama wa muumini amesema, sami'tu an-nabiy sallam yaqulu, nilimsikia Mtume sallam anasema, man salla ithnatayn man salla 12 rak'atan, atakayeswali rak'a 12 fi yawmin wa layla, kwa maana mchana na usiku, za sunna hizo, bunya lahu bihinna baytun fil janna, atajengewa yeye kwa sababu ya rak'a hizo nyumba wapi? Peponi. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin tatawwan,
kwenye riwaya nyingine hadithi ipo kila Muslim, ila kwenye riwaya nyingine imekuja kwamba rakaa za nini za sunna. Wal Tirmidhi nahwuhu, na ana al-Imam Tirmidhi mfano wa hizo.